Tumekuwa tukizungumza juu ya umuhimu wa mtazamo wa ulimwengu na jinsi kila mmoja wetu alivyo na mtazamo wa ulimwengu ambao kwao tunautazama ulimwengu na kuuelewa ulimwengu, na ni kupitia mtazamo wa ulimwengu tunapotambua aina ya jamii tunayoijenga. Njia nyingine ya kuangalia hili ni kusema kwamba mawazo yana matokeo. Nimegundua kuwa kielelezo hiki cha mti kinaweza kusaidia kwa watu. Mti una mizizi, na mizizi ya mti inawakilisha mfumo wa imani wa watu. Kisha tuna mashina ya mti, na mashina yanawakilisha maadili yanayotoka kwenye mfumo wa imani. Kipi ni kizuri, kipi kibaya, kipi ni kizuri sana, kipi ni kibaya. Kwa hiyo mfumo wa maadili unatokana na mfumo wa imani. Maadili ambayo ni shina husababisha kuwepo matawi ya mtu ambayo ni tabia inayotokana na mfumo wa maadili. Na kisha matunda ya mti. Matunda ni matokeo ya tabia. Mawazo yana matokeo. Ikiwa katika utamaduni tunaona kwamba wanaume ni bora kuliko wanawake, tukiwa na mawazo hayo kwamba wanaume ni bora kuliko wanawake, hiyo itasababisha wanaume kuwa na tabia fulani na wanawake kuwa na tabia zao, na tabia hizo zina matokeo yake kama tulivyoangalia hapo awali. Hivi sasa tuna wanawake milioni 200 wachache duniani waliopaswa kuwa hai wamekufa, na wamekufa kwa sababu kuna watu waliowaua. Inawezekana ni daktari wakati wakijaribu kutoa mimba, au mkunga wakati wa kujifungua. Inawezekana ni mume kumuua mkewe. Lakini kuna wanawake waliokufa kiasi kwamba kuna wanawake milioni 200 wachache duniani waliopaswa kuwa hai. Kwa nini? Matunda hutoka kwenye mzizi, mfumo wa imani ambao huzalisha mfumo wa maadili kwamba mwanamume ni bora kuliko mwanamke. Jambo la pili ambalo tunataka kuona ni kwamba mawazo huenea, na yanaenea kwa njia kuu 3. Yanaenea duniani kote, kisha yanaenea kupitia muda, na kisha kupenya tamaduni. Ningependa kuangalia kila njia hizi kwa muda. Kwanza kabisa, mawazo huenea kuelekea kwenye uso wa dunia. Yesu katika Matendo sura ya 1 alisema, tunapaswa kuwa mashahidi wake katika Yerusalemu, Yudea, Samaria, hadi kwenye miisho ya dunia. Hapa mawazo yanaenea kimshazari kuzunguka uso wa dunia, na leo makanisa yanalielewa hili. Tuna kiu kubwa ya kutaka kuona injili ikienea duniani kote, na tuko kwenye kitu ambacho wengine huita awamu ya mwisho ya umishonari, kuipeleka injili kwenye makundi ambayo hayajafikiwa na injili na sehemu zisizofikika. Na jitihada za umission zimeenea kuzunguka eneo lote la dunia. Njia nyingine ambayo mawazo husafiri kupitia muda,
kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Leo mara kwa mara, kwa kuwa Wakristo hawajawa na uelewa wa uhitaji wa kujihusisha kwenye mazingira ya vizazi tofauti tofauti, Injili inapaswa kutoka kwa wazazi kwenda kwa watoto, na itoke kwa watoto iende kwa wajukuu, ihame kutoka kwenye kizazi kimoja kwenda kingine. Nilikuwa Ukraine miaka kadhaa iliyopita, na baada ya somo hili mwanafunzi mmoja alinijia, mwanamke alinifuata na kusema, Daro, nina mfano mzuri wa somo hili. Alisema, napenda kupika nyama ya kukaangwa. Marafiki zangu wote wanapenda kuja nyumbani kwangu kula nyama iliyokaangwa. Na siku moja rafiki yangu mmoja aliniuliza, ipi ni siri ya nyama unayokaanga? Unafanya nini ili kufanya nyama yako kuwa ya kipekee? Alijifikiria kwa muda, akasema labda ni kwa sababu huwa naikata pembeni kabla ya kuiweka kwenye chombo cha kukaangia na kuanza kuikaanga. Rafiki yake akauliza, kwa nini unafanya hivyo? Yule binti akasema, sijui. Akajifikiria kwa dakika moja, akasema, labda kwa sababu mama yangu alinipikia hivi. Yule rafiki yake wa kike akasema, kwa nini mama yako alipika vile? Akamjibu, sijui. Siku nyingine ukimwona mama yako muulize, kwa nini unaanza kwa kuikata nyama? Alipomwona mama yake wiki moja baadaye, akauliza, mama, kwa nini ulikata nyama pembeni? Mama akajibu, sijui. Hivi ndivyo bibi yako alivyofanya. Sasa kwa nini bibi yangu alifanya hivyo? Mimi sijui. Alifanya tu. Siku nyingine alipomwona bibi yake akauliza, bibi, kwa nini ulikuwa ukikata nyama pembeni kabla ya kuiweka kwenye chombo cha kukaangia? Bibi akasema, nilikuwa na sufuria ndogo sana, sikuweza kuiweka nyama yote ndani ya chombo hicho, hivyo nilazimika kuikata pembeni. Kwa nini tunafanya mambo jinsi ambavyo tunayoyafanya? Sijui. Labda ni kwa sababu ndivyo baba yangu alivyofanya, au baba yangu alivyofanya hivyo, au mama yangu au bibi yangu. Mara nyingi sana tunaishi maisha ambayo hatujayachunguza. Tunafanya mambo kana kwamba sisi ni programu za mashine badala ya kuishi kama watu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, ambao wanatafakari mawazo na sababu ya kile tunachokifanya na kuwaza kuhusu asili ya mawazo na athari zake kwenye maisha yetu. Kwa hiyo mawazo husafiri kutoka kizazi kimoja hadi kingine, na ikiwa ni mawazo mazuri, basi tunabarikiwa na mawazo hayo, lakini ikiwa sio mawazo mazuri, basi tutapokea mzigo wa mawazo hayo mabaya. Njia ya tatu ya kusafiri kwa mawazo ni njia ya wima yanayopenya utamaduni. Tunaona hilo kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 28, ambapo Yesu anawaambia wanafunzi kuwafanya watu wa mataifa kuwa wanafunzi wake. Ninyi nyote mnakifahamu kifungu hiki. Mathayo 28 hadi 19. Basi enendeni mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi wangu, batiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaagiza. Injili sio tu kuizunguka duniani kote. Injili ni kupenya utamaduni. Na hili ni jambo ambalo kanisa limesahau kwa kiasi kikubwa sana. Leo hii tumekuwa tukijikita kwenye kuisambaza injili duniani kote, kisha tumesahau kwamba inabidi jipenyeze kwenye tamaduni. Kwa hiyo unaposoma agizo kuu na Yesu anasema, basi enendeni ulimwenguni mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi, huu ni matokeo ya kiwima ya mawazo, kwamba ili mawazo yaweze kupenya utamaduni. Mawazo yanapenyaje kupitia utamaduni? Kwa kawaida huanza kwa wasomi kwenye vyuo vikuu. Hawa ni wanawake na wanaume wanaopenda kuhoji kwa maswali na mawazo. Hawaogopi kuuliza maswali, wanatumia muda wao kuyauliza, wakitafuta majibu yake. Ni wale wanaofanya kazi kwenye vyuo vikuu na kufundisha,
kutokana na maarifa haya walioyapata kupitia kuhoji dhana na mawazo husika. Baadaye mawazo hayo huchukuliwa na wabunifu. Hawa ni wasanii, watengenezaji filamu, watunzi wa nyimbo, waimbaji na wanamuziki na wanashairi. Hawa ni watu muhimu sana. Ni watu ambao wakisikia wazo likija kabla ya mtu mwingine, na huyachukua na kuyaweka mawazo haya kwenye muonekano wao kisanaa, na mawazo yao huanza kukua kuanzia hapo na kupenya utamaduni, yanaanza kuujenga utamaduni. Wataalamu ndio huchukua mawazo hayo na kuyasambaza. Hawa ni madaktari, wanasheria na wasanifu, na wanachukua mawazo ambayo sasa ni sehemu ya utamaduni maarufu, na wanaunda sheria, kujenga taasisi, mifumo na jamii zinazoakisi mawazo haya. Na kisha tunaanza kuishi ndani ya mfumo wa mawazo haya. Na mwisho ni mwanaume na mwanamke wa kawaida kwenye jamii zetu, wawe wema, watenda haki au wala rushwa. Hawa ndio hulipa gharama za sheria na mifumo ambayo tayari imetengenezwa. Kwa hiyo mawazo huenea duniani kote, huenea kupitia muda na kupenya kwenye utamaduni. Na kitu hiki ndicho kanisa kwa kiasi kikubwa limesahau kabisa. Tumeona agizo kuu la Mungu ni kwenda ulimwenguni kote, kuhubiri Injili, kuokoa roho kwa ajili ya kwenda mbinguni, na labda kupanda makanisa, lakini hatujaiona Injili ama agizo la kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi. Je, Injili kupenya utamaduni maana yake nini? Ningependa mlitafakari hili.